tusiifanye ndoa kuwa na kitu kidogo tukamuita shekhe wakati wa ndoa, siku ya ndoa, au ajiafungishe ndoa. Ndoa ilikuwa shekhe ashirikishwe mapema, shekhe awetoe ushauri wake mapema. Ndoa tusumbuke itasihi vipi, tusisumbuke watu watakula nini. Ndoa tusisumbuke watu mwanamke atapata kabati, atapata kitanda, tusumbuke hii ndoa itasihi. Maana kuna baadhi ya ndoa zinafungishwa hazisihi kwa sababu zimepoteza utaratibu wa kisheria. Sasa haiwezekani jambo tukufu kama hili tukalifanyia maskhara. Lakini pia ndoa tusifanye maskhara ya kuchelewesha ibada ya ndoa, wakati ibada yenyewe tunaijua kwamba unapochelewa wewe kuzaa mapema ndivyo unavyochelewa nguvu za kuwasomesha hao watoto na kuwalea mapema. Hilo pia ulielewe. Unapochelewa kuzaa mapema ndipo unapochelewa nguvu za kuja kuwalea wale watoto na kuwatunza. Ndio maana baadhi ya watu waliozaa watoto wakiwa na umri mkubwa, kilichowatokea baadaye ni mtu kupata matatizo na kuzaa wajukuu. Akishawazaa wajukuu kwa yale mapenzi, anashindwa kumwadabisha, anashindwa kumlea, anashindwa kumtunza, badala yake anamwacha mtoto akiwa hana nidhamu, yeye mwenyewe anamuita babu. Kwa hiyo ndoa ni jambo kubwa. Lakini tuanzisheni kampeni katika jamii. Tuanzisheni kampeni katika jamii, watu waoane. Zina ni haram. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min dhanbin a'zamu inda Allahi ba'da shirki min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu la. Hakuna dhambi ambayo ni kubwa zaidi baada ya dhambi ya ushirikina kuliko dhambi ya mwanamume kuweka mbegu zake za uzazi katika mfuko wa mwanamke ambaye si halali yake. Hii ni dhambi mbaya. Kwa jamii watu waanzishe kampeni, watu waoane. Ikibidi mtu hana uwezo asaidiwe, lakini ibada hii ya ndoa iweze kukamilishwa na watu waoane. Wakishaoana sasa wajiulize, je, tumeelekezwa nini na Uislamu kwenye kuishi katika maisha ya ndoa? Tumekatazwa nini? Tumeamrisha nini ili tuweze kuyashika hayo?